Kuna ndege ambayo imeripuliwa maeneo ya Walikale, na hii ndege imesadikika kwamba ni ndege ya M23 au kwa Kiswahili kingine kulingana na jinsi imekuwa ikisema ni kwamba ni ndege ya Rwanda, kwa sababu bado inaendelea kuzirika waziwazi kwamba Rwanda bado inaisupport M23. Kwa hiyo ndege hii imeripuliwa katika maeneo ya Walikale, na yote inatokana na kwamba Kongo na Rwanda saizi hawaruhusu ndege zao kufika kwenye anga au ardhi zao, kwamba Kongo ilitangaza kwamba haitaki kuona ndege ya aina yoyote ile ya Rwanda katika maeneo ya Kongo. Kwa hiyo hii ndege tayari kama vile jinsi unavyoona kwenye picha ni ndege ambayo ilikuwa imeshatua kabisa. Imeripuliwa hapo, na imekuwa ikisemekana kwamba ilikuwa na wanajeshi ambao wanasadikika kwamba ni wanajeshi wa Rwanda. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinaendelea Walikale. Ikumbuka kwamba Walikale bado ni pande moja inashikiliwa na serikali ya Kongo na pande nyingine bado inashikiliwa na M23. Maana yake kumekuwa mapambano pale ambayo imekuwa ikiendelea, ambayo hayaleti picha nzuri. Kuna kipindi M23 walisema kwamba wanataka kuiachia kwa amani bila fujo, lakini tena baadaye wakakuja wakaclaim kwamba kwamba kuna vipengele havikutekelezwa na serikali, kwa hiyo wataendelea kushikilia huo mji wa Walikale. Na kupitia hivyo bado kumekuwa na sintofahamu za hapa na pale. Kumekuwa na mapigano ya hapa na pale ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo huko ya Walikale. Leo utasikia M23 wamefyatua risasi, utasikia kwamba kesho wanajeshi wa Kongo wamefyatua nao pia risasi. Kwa hiyo wamekuwa wakijibizana hivyo na hivyo. Na habari ambazo zimetufikia leo ndio hivyo kwamba ndege hiyo imeripuliwa na serikali ya Kongo na wanajeshi wa Kongo, na wamekuwa wakisema kwamba Rwanda imekuwa ikipuuzia au imekuwa haifati maelekezo au amri ambayo Kongo imeipatia kwamba bana, sitaki ndege zako katika ardhi yangu au katika anga langu. Wamesema kwamba wameona sheria hii imekuwa ikipuuzwa mara 4 katika mji wa Minembwe ambayo ipo Kongo, mara 2 Kaziba, mara 6 Walikale. Yani hili swala wamelikuwa wakiliona likiendelea, ndege inakuja na deme inaondoka. Alafu mara 4 Kavumba, mara 2 Kavumba. Kwa hiyo ndo wamesema kwamba now this is too much, kwa hiyo let's do something. Na ndo hivyo wameanza sasa zilipua hizi ndege. Bado taarifa zote tutakupatia, maana hizi ni update ambazo zimetufikia hivi karibuni. So tutakupatia full update kulingana na jinsi mambo itakavyozidi kuendelea. Bado tunaendelea kusema bravo wazalendo wa Kongo ambao wameendelea kupigania ardhi yao dhidi ya makundi ya waasi ambayo makundi haya, kumbuka, yanapigana kwenye ardhi ambayo ina utajiri wa Kongo. Lakini makundi haya, kuna watu wako nyuma ya haya makundi, na kumbuka watu wenyewe mwisho wa siku tunarudi pale pale, ni watu kutoka nje ya bara la Afrika, kwa sababu makundi yote unayoyaona huko Afrika yameletwa kwa maksudi kabisa kwa sababu ya utajiri wa Afrika the way namna ilivyo. Ndio maana unaona hasa watu wako wengi wanafadhili haya makundi ambayo ni makundi ya kinyang'ao. Lakini kabla sijaendelea mbele zaidi, tungetamani sana kuwa Kongo pale vita visingekuwepo, vita vingekuwa vilishaisha jana juzi, lakini bado vita vinaendelea katika taifa hili la Kongo, na makundi, kumbuka, pale yako zaidi ya 140 sasa ya kigaidi ambayo yanasumbua Kongo. Na makundi haya ni makundi ya waasi ambayo yana madai tofauti. Kwa hiyo ndio maana unaona mgogoro wa Kongo unakuwa very complicated. Ningetamani sana wa Afrika tuiombee sana Kongo kuliko vile tunavyoiombea Israeli. Ningetamani sana tuiombee sana Kongo kuliko vile tunavyoombea wa Palestina, kwa sababu ukumbuke kuwa wanaotuhusu ndugu zetu sana ni hawa wa Afrika wenzetu. Kwa sababu tungetamani Afrika yote tuishi kwa pamoja, yani tuondoe ule ukabila, tuondoe ile kusema kuwa huyu sio wa nchi hii, huyu ni wa nchi. Tungetamani tuishi kwa pamoja, kwa sababu ndizo zilikuwa ndoto za wazee wetu wao wakina mzee Nyerere kipindi kile,
wakina Kwame Osagevu Nkrumah, wakina David Dako yule wa Afrika ya Kati, ndizo zilikuwa ndoto zao, wakina Haile Selassie, kuwa Afrika iungane iwe kitu kimoja, alafu katika muungano huu basi tuende pamoja. Lakini kwa vita hivi vinavyoendelea ndani ya Afrika ambavyo wazungu kule wanaviita ni civil war, yani kwao yakitokea wanapopigana wao kule inakuwa ni vita vya dunia, lakini vikitokea Afrika, yanayotokea Afrika huku wanaita ni vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini ningetamani sana tungeendelea kuiombea sana Kongo kuliko the way tunavyoombea watu wengine, kwa sababu najua mtu unayempenda utamuombea, na mtu unayemuombea lazima utampenda. Ndio maana tumejikuta Waafrika tuna mapenzi sana na Wayahudi, tumejikuta tuna mapenzi sana na Waarabu kwa sababu ya dini, na kwa sababu tumeambiwa tuwaombee. Mfano, tumeambiwa tuwaombee Israeli, taifa teule la Mungu. Sikataani na hilo. Lakini vipi kuhusiana na ndugu zetu Wakongomani? Nani umemsikia akisema tuwaombee Wakongomani? Je, kwani Kongo wao sio taifa teule la Mungu? Kwa hiyo ndio maana ninatamani sana ndugu zanguni, hasa katika maombi yenu wakumbukeni ndugu zetu Wakongomani kwa hali wanazopitia. Ni hali ngumu kidogo kutokana na haya yanayoendelea katika taifa la Kongo. Lakini maombi haya ndio yamesaidia sasa wazalendo hawa wa Kongo kusimama imara, kwa sababu hata wao wenyewe wanakiri kabisa kuwa ni maombi na ni Mungu ndio anayetusaidia chini ya mtaalam General Amuri William Yakutumba. Kwa hiyo William Amuri Yakutumba. Kwa hiyo na mfano kama muda sio mrefu sana wameingia eneo la Kamanyola wazalendo katika kukomboa huo mji, kwa sababu huu ni mji na wenyewe huko Kamanyola ambapo waasi walikuwa wameingia hapa, au adui walikuwa wameingia hapa. Na ili eneo ili la Kamanyola, kamanda anayesimamia anaitwa Kamama, ambaye sasa vijana wake ni vijana wazalendo kabisa, wanavaa nguo za kiraia kabisa, nguo za kizalendo. Alafu ungeshangaa hawana bunduki, hawana nini, lakini wanapigana. Na ndio maana unakuta bunduki nyingi wanazipokonya kutoka kwa waasi. Sasa sisi kwa nini tunaripoti habari hii? Kwa sababu ya taarifa zimekuwa ni chache, hasa kuhusu wazalendo. Taarifa nyingi zimekuwa ni M23 wanapokuwa wamechukua mji au wamechukua kijiji, hapo unakuta tayari taarifa zinatangazwa mpaka na vyombo vikubwa vya habari duniani. Sasa mpaka unajiuliza, yani hivi vyombo vikubwa vina interest gani na mgogoro unaoendelea katika taifa hili la Kongo? Kwa ndio maana unabaki unashangaa hapa. Kwa hiyo ndio maana inabidi tuwape update kila kunapoitwa leo kwa kile kinachoendelea katika taifa la Kongo. Kwa tayari wazalendo hawa wameshaingia kwenye mji wa Kamanyola kuwafurumusha hawa waasi wa M23. Na waasi wa M23 wanatoka maeneo mbalimbali. Na taarifa zingine nitakuja kukupa hapa nikwambie ushangae wanakotokea. Achana na ile tunayojua wengi kwa si wametokea nchi gani. No, kuna maeneo mbalimbali, kwa sababu kumbuka waasi hawa wao wanalipa mtu yeyote ambaye yuko tayari kwenda kupigana kwa ajili ya yani kupigania upande wao. Kwa hiyo wanatengeneza jeshi ambalo wanaweza wakalinunua au wakachukua raia kutoka nchi yoyote wakaendelea kupambana pale. Ndio maana nakuambia hii migogoro, je, nani yuko nyuma ya? Mwisho wa siku sisi ni Waafrika, sisi tunatakiwa tuungane, tuwe kitu kimoja, tuache kupigana, tuache kuuana, kwa sababu sisi ni Waafrika wa damu moja. Lakini je, mnufaika wa hii migogoro anakuwa ni nani? Haya ndio maswali ambayo watu tuwafaa kujiuliza na tuwapasa kujiuliza. Kwa hiyo ndio maana tunawaombea ndugu zetu wazalendo ambao wanapambana, lakini pia bado tunamuombea General William Amuri Yakutumba kwa sababu ya kazi ambayo anaifanya. Ile ni kazi ya kitume, ile ni kazi ya ukombozi, yule ni mkombozi yule. Nafikiri wasomaji wa Biblia wanajua watu walikuwa wanaitwaga waamuzi ndani ya Biblia. Kwa yule ni muamuzi ambaye sasa anaamua kesi za Wakongomani kwa sababu ya makundi haya ya waasi, hususan Kongo Mashariki, maana ndiko nako kuongelea huko Kongo Mashariki. Lakini hatujajua mpango uliokuwepo, tutafuatilia mpango uliokuwepo, kwa sababu kulikuwa na Constantine Mutamba, huyu waziri wa sheria na katiba ndani ya taifa la Kongo, ni kuwa alienda mbali kuonana na mtaalam Assimi Goita kwa ajili ya kumpa msaada wa kuja kupambana na makundi ya waasi huko. Sasa
taarifa hiyo tutaifuatilia, alafu tutawapa report the way namna ilivyo, kwa sababu kumbuka Mali, Burkina Faso, Niger ni watu ambao sasa wamekuwa na uzoefu wa kupambana na haya makundi ya waasi yanayosumbua hayo mataifa. Kwa hiyo na hii Constantine Mutamba naye alienda huko kwa ajili ya kuonana na Assimi Goita, lakini tutaifuatilia na kuendelea kuileta hapa. Okay, kuna watu wengine wametoa maoni yao kuwa hawa wazalendo wanapewa silaha kwenda kupambana na waasi, mwisho wa siku hawa ndio watageuka wawe magaidi. Mimi ninakataa, kwa sababu Wachina walipokuwa wanapambania ardhi yao hawakugeuka kuwa magaidi. No, hapana. Kumbuka hawa Warusi wanapopambania ardhi yao hawajageuka kuwa magaidi. No, hapana. Wayahudi wanapopambania ardhi yao hawajageuka kuwa magaidi. Hapana. Wapalestina wanapopambania ardhi yao hawajageuka kuwa magaidi, ingawa upande mwingine unaweza kuwatambua kama magaidi. Hapana, kwa sababu mtu anapopigania ardhi yake dhidi ya uvamizi wa waasi wanaoleta taharuki na kusababisha machafuko na kusababisha pale kusiwe na amani, alafu mzalendo ainuke apambane, nyinyi mseme kuwa eti hawa watageuka wawe magaidi, si kweli. Kwa wanyamaze wapambane kwa sababu ya kuogopa watu watasema hawa watageuka kuwa magaidi. Hapana, kwa sababu wale Kongo ni ya kwao na ni raia wema, wanataka waishi kwa amani, waishi kama serikali zingine zinavyoishi. Ndugu zangu, yani unajua ni rahisi sana kucomment kwa sababu haujaingia kwenye uwanja wa vita, kwa sababu hujaona adha ambayo Wakongomani wanakumbana nayo miaka na miaka, kwa sababu ugaidi haujaanza leo kuitesa Kongo. Kumbuka makundi ya waasi hayajaanza leo kuitesa Kongo, sio leo hii. Naenda nyuma, rudi nyuma, enzi hizo za kina Patrice Emery Lumumba, miaka 1960 tunaongelea mpaka leo hii, bado makundi ya waasi yanaisumbua Kongo. Kwa hakuna ustawi, hakuna maendeleo, hakuna kufanya biashara, hamwezi mkapiga hatua kwa sababu ugaidi unasumbua. Ndio maana unaona watu walioamua kujitoa kimasomaso, watu walioamua kujitoa kwa hali na mali, kujisacrifice kama Mwamba Ibrahim Traore na wenzake. Ndio maana unaona anapambana kweli kweli na ugaidi, kwa sababu uwezi ukapiga hatua wakati ugaidi upo. Haya, nilikuwa nakuambieni hapa kuhusiana na the way huku ambako maeneo ambayo sasa hawa M23 wameyashika, na baada ya kuyashika basi wameweka viongozi wao. Ambiwa kule watu wanauawa, wengine unakutana na maiti mtoni, unakutana na maiti mashambani, watu wakienda, maiti zingine kwenye kambi za kijeshi za hawa M23. Halafu ukitaka ni mpendwa wako amekufa, ukitaka kwenda kumchukua unalipishwa pesa, lazima ulipe pesa. Yani halafu ni CFA franki 40,000, yani lazima ulipe pesa. Kumbuka ni wamemuua wao, halafu wewe kwenda kumchukua ndugu yako uende ukamhifadhi, unatakiwa uwalipe wauaji ili wakupe mwili uende. Kama hivyo ndivyo wanavyofanya, manake hisi ni biashara. Ndio maana unaona kuua kwao limekuwa ni jambo la kawaida, kwa sababu wanaua, wanajua kabisa huyu atakuja kuchukuliwa na ndugu zake, tutapata pesa. Haya ndiyo mambo ambayo ndugu zetu wa Kongomani wanapambana nayo kuhakikisha kuwa ugaidi umeisha ndani ya Kongo. Lakini sio wa Kongomani tu, hata Afrika nzima hii. Ndio maana umeona kumekuwa na the way ambavyo majeshi haya ya SADC, majeshi yameingia pale kwa ajili ya kuleta utulivu pale, lakini jambo ambalo kidogo limekuwa na ugumu kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi wito wangu tuendelee kuombea ndugu zetu wa Kongomani kwa sababu ya vita inavyowasumbua pale, na ndugu zetu wamekuwa wakimbizi ndani ya ardhi yao kwa muda mrefu sana. Lakini sasa hebu tufike mahali tuseme this is enough. Tufike mahali tuseme sasa hii inatosha. Tuendelee kuombea, lakini pia vile vile na kuwa support pia ndugu zetu wa Kongomani. Tunawashukuru sana kuendelea kutufuatilia hapa katika channel ya Ukwamo Afrika. Lengo letu ni kuleta elimu na kukupa update ya kile kinachoendelea. Lengo sio kujenga chuki baina ya jamii moja na jamii nyingine, hapana. Tunawashukuruni sana, asanteni sana.